White Skim All Foods bwana Vunja, kwa sababu niwaelezee tu wazi kitu alichokifanya Vunja dhidi yangu. Amenifanyia makosa sana. Mimi ni mmoja kati ya watu, nyinyi ni mashahidi. Ni mmoja kati ya watu ambao nilikuwa na mpamba maua sana yeye kila sehemu tunakwenda na vitu kama hivyo, lakini kuna mistake ameifanya, amenidhalilisha baada ya tunaongea biashara ambayo ni tofauti kabisa, na yeye ndo ameileta kwangu kwamba bana Baba Levo tuna tamasha Mbeya, tutakuwa na Rayvanny na bla 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 au so bana, lakini tukakubaliana naye mpaka atanilipaje na kitu kama hivyo. Wakati nafuatilia advance payment yangu akampa simu mwanamke, na huyo mwanamke akaanza kunijibu majibu ambayo sio sahihi. Na huyo mwanamke mimi sinaga kuficha white wala nini. Mwanamke wenyewe ni Tira wa Clouds. Sio anafanya kazi Clouds, sio siku hizi, sio kama washamfukuza, sijui. Lakini akaanza kunijibu majibu ambayo kusema kweli hayakuwa sahihi. Sasa mimi nilikuwa nataka nimuoneshe Fred Vunja Bei kwamba sio kwamba ajione kama labda yeye ni mkubwa sana hawezi kuparamia. Sisi tunaparamia yoyote ambaye anatuparamia sisi na tunataka kudhalilisha, tunaweza kumpanda vile vile au so bana. That's why nimemuonesha wazi kwamba tutaki dharau. Yeye mwenyewe ndo ameletea biashara na yeye mwenyewe ndo anakuja tena kumdhalilisha kwa kumpa simu mwanamke na kwanza kunijibu majibu ambayo kusema kweli ni ya udhalilishaji kwangu mimi nilivyoyaona kwa kutumia simu ya Fred Vunja Bei. Sasa hiyo ni kumdhalilisha au ni kuona kama Baba Levo amekuwa mdogo sana. Angalia leo hii na sign deal na Magic Builders wanaleta more than milioni 70 kwa ajili ya kusupport game yangu, kwa ajili ya kusupport kipaji changu. Lakini yeye anatupaga mtu anakupa $100 unamsifia masata matatu kwa $100 au so bana. So that's why mimi niwaambie tu wazi sikufurahishwa na kile alichokifanya, lakini nitaka kumuonyesha kwamba sio kwamba yeye ni giant kiasi hicho kwa kwamba hawezi. Wana wale machawa wake wote. Aristotle alikuja mpaka DM kwangu, Baba Levo bana basi. Sababu ni Mkongomani. Sasa wa Kongo sio tukaamua tukampelekea na nili watu wa migration ili waweze arudi nyumbani, maana kufanya vurugu kwenye nchi yetu au so bana. Alikuja DM na kibisha nitawaonesha screenshot ninazo au so bana. Alikuja DM kwa ajili ya kuonesha kama bana nimesalenda ndugu yangu, na mimi nikaamua kumwacha endelee na maisha yake au so bana, kwa sababu hakuna chawa yoyote anaweza kuniweza, kwa sababu mimi ndo Pro Max mimi ndo mwenyewe au so bana. Niko karibu na Diamond Platinum, that's why tunapata deal kama hivi. Wao vijana wenzangu wananiamini, wananipush, tunaenda mbele. Maneno matatu ambayo kuandikia Aristotle baada ya kusema. Aristotle alisema Baba Levo kwa kweli umeniweza ndugu yangu, akatuma mikono amenyanyua namna hii. Sasa mtu akishanyanyua mikono kwa sisi wa Kristo tunasema wana family la so that is wengine nyuma. Okay. Yeah. Sorry. Kwa nini ulipeleka hivyo vitu kwenye mitandao ya kijamii na kwa nini usingeface labda Fred Vunja Bei mkazungumza personal? Kwa sababu yeye hakunifesi wakati ananishambulia, alitumia mwanamke na mimi ikabidi nitumie mwanamke wangu ambaye ndio mitandao ya kijamii. Kwanza tutoe hongera kwako Baba Levo kwa kupata mtoto. Yes. Lakini moja kati ya malalamiko makubwa ambayo yametokea, watu wengi wamelalamika ni swala lako la kusema kwamba Vunja na Misa watazaa mtoto mbwa. Huku mtaja Misa Mobeto wala kumtaja wewe, umesema Misa na umesema Vunja. Kwa hiyo hujataja jina la mtu. Yes. Lakini watu kutukumention kwamba utazaa mtoto mbwa inaumiza watu wengi, hasa wakina mama. Na wewe ni baba sasa umepata mtoto mwingine. Hii imekaaje kwako? Sasa kama hao Vunja na Misa ni mbwa, watazaa nini? Watazaa nyoka. Kwa sababu unajua sikumeshasema kama sikumtaja mtu jina lake. Sasa unaweza kuta labda nina mbwa wangu mmoja anaitwa Vunja, mwingine anaitwa Misa. Sasa watazaa nini? Watazaa tembo? Hawawezi kuzaa konde. Masaa 8 yaliyopita Baba Levo umepost video ya Angela akiwa anaperform wimbo ya Zuchu Sukari, na ukasema kwamba uitaki sukari ya Angela. Kisema ukweli, niseme wazi, Angela ni mwanamuziki mzuri wa Konde Gang na nashukuru kwa namna walivyomsupport, lakini kwa ile sukari kwa kweli ameimba vibaya, na sisi hatuwezi kuficha eti mtu aimbe vya hovyo eti tukaiti tunasema eti kama ameimba vizuri sana. Sisi sio wewe, sisi tumekaa kwenye game kwa muda mrefu. Ile sukari kwa kweli kwa namna alivyoimba sio sukari, labda ameimba chumvi. Ameimba vibaya. Tumalize. Yes, tunamaliza. Na ruhusu maswali matatu ya mwisho, msije mkatoka kwenye White Skim na wajua nyinyi. Mkatoka huku mkaenda Baba Levo hivi na hivi na hivi amjibu, lakini all in all bango litasoma nyuma. Wakati unazungumzia product
La kwanza utapata la pili twende huyu. Watu wanasema afukuzwe. Diamond anasema Baba Levo. Tena niwaambieni wazi, hili ilikuwa nimelisahau. Au sio bana? Moja kati ya vitu ambavyo Diamond ananionyesha wazi kabisa kwamba hana lengo baya na mimi. Ni pamoja na upush kama hawa wanakuja Magic Builders. Sema Baba Levo, hakikisha unafanya nao kazi vizuri, hakikisha unapush bidhaa yao kwa nguvu yote. Hakikisha unafanya kutokana na nguvu ambayo ya fedha uliokuwekea unafanya mara 3 yake. Sasa kama ni mtu angekuwa hataki au anataka kukufukuza, singekuwa anakuletea madili. Anakuletea madili niwe tajiri, yani anitengeneze niwe tajiri ndo hapa bali na mimi nikiwa tajiri. Sasa ngemaliza hapa nikiwa sina lolote, sina 100. Utuacheni. Na yeye anaona zile wakina Kalima Story na nani Subuchini Mwijaku nani wale wanavyoandikaga pale. Yaani hii kama unamshambulia huyu na Diamond utakuja kumshambulia, anasema Baba Levo, hii wanaandika kwa chuki, lengo nichukie, nikufukuze, usionekane Wasafi tena. Lakini kwa sababu mimi ni mtaalamu najua wanajifikirisha. Sawa, na kuongezea mshahara. Kwa katika hela yangu nilikuwa napokea, nashukuru Mwenyezi Mungu, nimeongezewa ka 500,000. 500,000 ni hela nyingi sana. Ukisikia ongezeko la mshahara 500,000, kwa ni mshahara, ukisikia walimu wameongezewa 500,000. Nini? Akiusema kweli katika vitu ambavyo sasa ndio siwezi kusema. Haja niruhusu Diamond. Mtoto wangu. Nilikuwa nataka ni muite mtoto wangu angekuwa wa kiume ningemuita Diamond Black. Sawa. Hakuna namna. Haepukiki jamani. Ni mtu ambaye analetea madili ambayo sijawahi kuyashika. Angekuwa wa kiume ningemuita Diamond Platinum au sio bwana? Lakini kwa bahati nzuri tumepata binti au sio bwana? Sasa kwa sababu Diamond ni madini, itabidi nibadilishe, nitafute dini lingine ambalo litaendana na Diamond. Tumuite dini gani? Ruby. Basi ataitwa Ruby. Ole ni ole. Ama nafasi ya kuangalia show ya jana ambayo ilifanywa kwa Legend ambapo Harmonize alikuwa anamtambulisha Angela. Nimepata wasaa, nimeangalia na nimpongeze Harmonize, aliandaa vizuri sana. Show ilikuwa nzuri sana. Lakini ajaribu kumtengeneza msanii wake wa kike asiwe amepoza. Kwanza ukimwangalia ni kama amepooza. Na sisi tunajuaga pooza waga ni embe peke yake. Amepooza sana, so amchangamshe na pia asimruhusu kuimba cover kama vile ambazo anaimba katika njia ambayo sisi ambao tunasikiliza tunaona mbona hii sio sukari tena ni shubiri. All in all, I'm happy. Sasa ndio mtatuharibia biashara. La mwisho. Kwanza naomba nikwambie hongera kwa kupata ubalozi ambao karibia kila msanii angalitamani kupata. Yes. Hongera sana, lakini nina swali moja ambalo nataka niweke kwenye upande wa vitu. Cha kwanza tunafahamu kwamba Rayvanny amekuja na recording label ambayo nadhani unaifahamu kwa sababu uko naye karibu. Kwenye ukarabati wa ofisi yake ulikuwa tayari umeshaingia na mazungumzo na hii imefanya kitu chochote pale? Labda la kwanza usilijibu. La pili, ningalitamani kufahamu kitu kimoja. Una ukaribu mzuri sana na Rayvanny, lakini pia unawafahamu wasanii wengine ambao wanafanya vizuri na hata waliotoka kwenye recording label ya Wasafi. Kuna tetesi nyingi ambazo zinasema kuwa Rayvanny sasa hivi ni msanii ambaye ametengenezwa kwa ajili ya kumshusha Harmonize. Lakini wewe unafahamu vizuri sababu Rayvanny unamfahamu. Je, kiwango cha Rayvanny na kiwango cha Harmonize unakizungumza vipi? Lakini vipi kuhusiana na recording label mpya ambayo ametungua right now? Kwanza ni kweli Rayvanny amefanya marekebisho ya ile nyumba ambayo alikuwa anaifanya, na sisi tuna chumba chetu mle ndani. Kwa sababu huku nje alikuwa tayari ameshafanya hapo ni maukuta na lakini kuna chumba ambacho kipo mle ndani. Sisi tumetumia project kumuonesha kwa sababu Rayvanny anajenga ghorofa karibia 3. Siwezi kusema ni wapi kwa sababu I know it. Anajenga nyumba yake. Kwa tumemuonesha kile chumba cha mfano ili aone nguvu ya white skim wall put chumbani, aone kama namna ambayo inaweza kupambana na unyevunyevu. Hata waisi unaweza ukamtoa kaisi kama unyevunyevu unatengenezwa tu na mvua au na upepo. Hata AC inaweza ikatengeneza unyevunyevu ndani na ukuta ukaharibika. Kwa ili tuweze kupata deal ya kuweza kupaka white skim wall put katika ghorofa zake 3 ambazo anajenga, na leo unakuwa ni moga sana. Siku nyingine nitakuja kutaja paka ni wapi. Kwa sababu unakuta unajenga vitu unaogopa nini? Wanaogopaga nini hao kutaja vitu sema wanavyofanya?
Lakini kuhusiana na swala la kumshusha Harmonize, niwaambie tu wazi, Rayvanny ana kipaji kikubwa sana kumzidi hata Diamond Platnumz. Hiyo iwe wazi tu kabisa. Uwezo wa Rayvanny ni mkubwa sana 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 sana. Ana uwezo wa kubadilika, ana uwezo wa kufanya vitu ambavyo viko tofauti kabisa. Umeona bana? So Harmonize peke yake. Huyo dogo hawezekaniki. Umeelewa vizuri? Hawezekaniki na mimi kama shabiki wake namba moja au kama chawa wa Diamond Platnumz, tuna furaha sana kuwa na msanii mwenye kipaji ambaye tuko naye ndani ya kampuni ya WCB. Mimi kwangu hiyo ni furaha kubwa sana. Na kuna kitu watu huwa hawajui. Unajua mtu kuwa na kipaji kikubwa, kuna utofauti wa Diamond wananiambia kila siku, anasema kuna utofauti wa mtu kuimba muziki mzuri na mtu kuimba hit. Unajua kuna muziki mzuri na hit. Diamond Platnumz anaimba hit. Sawa? Kuna wasanii wanaimba muziki mzuri lakini haviendi kokote. Diamond anakuja kanyaga, zile ni hit. Na ndio formula ambayo hayuko ananipa sasa hivi mwaka huu. Ole ni ole jamani, wiki ijayo na waita tena. Kuna shughuli nyingine tena. Au sio bana? Tulisema ni balozi ziko 9. Sawa? Next week tunaitana tena na nimeongea na uongozi wangu hapa. Maiki zote hizi zitazuiliwa kama zilivyo hapa. Kwa kila mtu atapata posho yake kutokana na maiki iliyopo hapa. Usiniambie nilikuwa na rekodi na simu, hayo baba tuyataki. Au sio bana? Niliwaambieni hakunaga mambo ya kufanya eti tunafanya press, hamna hata walau angalau waandishi wa habari. Nyie mmenisaidia sana. Mimi nilikuwa sijulikani popote, lakini nyie mmenipush mpaka this time najulikana. Au sio? Mbona kwenye posho nimeona kama sura zimepata muhao. Kichwa cha habari kinasema waandishi wa habari wa haha. Angalia timu yako ya Yanga imecheza mechi moja imefungwa. Imepoteza mechi moja na imeamua kuvunja. Yanga ni bingwa kwa nini? Yanga ndio anaongoza ligi. Sasa unalaumu timu ambayo inaongoza ligi. Hivi sikurogo. Diamond amkusalau kama alivyofanyia Lazima nimjibu. utamfanyia kama kweli. Sasa hiyo unataja hiyo. Sasa hakuna giant. Wamfanyia mhao. Bwana ole nyo nashukuru sana bwana. Mike hizi ndugu yangu mwangalie. Au sio ndo tanaendelea. Bwana nashukuru sana ndugu yangu.